Kwa hivyo dhambi huwa inaua mtu both spiritually kabla haijamuua mtu physically, lakini pia inaweza ikaua mtu physically lakini bado ikamuua spiritually. Hapa ni pale ambapo vitu zako ambao zimekuzunguka zote zinakufa. Ndoa yako inakufa, watoto wako wanakuwa hawaendelei vizuri, na mambo ambayo yamekuzunguka ndio inakuja inaingia ndani yako. Sasa Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema huyu baba ya kwamba kwa maana huyu mtoto wangu alikuwa amekufa lakini amefufuka. Kumbe baada ya kuwa umemrudia Yesu, jambo la kwanza huwa anakufufua, analitia uzima ndani yako. Ndio maana maandiko yanasema ikiwa roho wake yeye, kwenye kitabu cha Romans nadhani ni 9:11, yanasema ikiwa roho wake yeye aliyemfufua Kristo anakaa ndani yenu, ataifufua miili yenu iliyo katika hali ya kufa. Baada ya kuwa umemkaribisha Roho Mtakatifu ndani yako, baada ya kuwa umemwendea Mungu kaokoka tena, kile ambacho anafanya huwa analetanga uzima kwenye maisha yako, na sio kwa maisha yako tu peke yake, lakini kwa vitu vyako ambao shetani alikuwa ameviua, vitu vyako ambao shetani alikuwa ameharibu, ameiba, anakurudishia tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka tupige hatua. Ule mstari wa 24 unasema hivi: kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Wakaanza kushangilia. Ndio maana nimesoma maandiko yanasema kwamba mbinguni kuna kuanga na furaha baada ya kuwa mtu mmoja ameokoka, na nikakusomea kile kitabu cha Luka Mtakatifu 15 mstari wa 7 na wa 10 pale. Lakini pia mstari wa 25 unasema hivi: basi yule mwanaye mkubwa alikuwako shambani, na alipokuwa akija na kuikaribia nyumba, alisikia sauti ya nyimbo na machezo. Sasa huyu baba ujue kwamba alikuwa na watoto wawili wa kijana, na yule mkubwa alikuwa shambani. Ina maana kwamba alikuwa anafanya kazi ya baba yake. Ni kama vile unaweza kuwa kuna watu wameokoka katika ufalme wa mbinguni, na ukawa kuna mtu anahubiri, kuna mwingine anafanya biashara isaidie ufalme wa mbinguni, kuna mtu mwingine anafanya uprofesa, daktari, lakini ameokoka. Anielewa? Lakini ina maana kwamba nyote ambao mmeokoka ni wana wa baba mmoja. Sasa yule mkubwa akasikia kuna shangwe zinapigwa, akasikia kuna sherehe zinafanyika kwenye nyumba yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Na aliposikia ile sherehe inafanyika, maandiko anasema ya kwamba akamuita mtumishi mmoja, akamuuliza ni nini ambacho kinaendelea. Sasa nataka tuangalie hapa. Akaita mtumishi mmoja akamuuliza, mambo haya maana yake nini? Akamwambia, ndugu yako amekuja na baba yako amemchinjia ndama aliyenona, kwa sababu amempata tena yu mzima. Yuyu kijana mkubwa akasimuliwa na mtumishi mmoja, akaambiwa kwamba yule fulani alikuwa ameachana na wokovu, na vile ameokoka siku hizi biashara zake zimeisimama tena. Alikuwa ameacha wokovu, ametoka kwa Yesu, lakini vile ameokoka amerudi tena kwa baba. Ameingia kwenye ndoa, ameanza kupendwa na mchungaji, ameenda kuhubiri injili na kuna congregation kubwa. Ndio kitu ambacho sasa nawaelezea, maana yule alikuwa anaelezewa ni mshirika, ni mtu ambaye ameokoka. Nielewa? Lakini ile neno kwamba mtumishi wa huyu baba akaitwa na ili asumulie huyu mtoto, ina maana kwamba huyu mtoto alikuwa ako kwa baba yake, lakini akiwa kwa baba yake kuna vitu ambavyo anawinda, na hao ni wale washirika ambao wanakuanga na umbea. Wakiona kwamba huyu mtu ameanza kufanikiwa kwenye kazi zake, kwenye ndoa, ameolewa, amefanyiwa chochote kile, wanaanza kuuliza maswali. Wanauliza, mbona mimi nimekaa kwa baba yangu siku mingi? Mbona mimi nimekaa kanisani siku mingi na sijatendewa hili? Ni makosa kwenye maisha yako ukaomba maombi ukijilinganisha na mtu mwingine. Sasa nataka tuende hapo mbele ndio ujionee kile ambacho kilitokea. Akakasirika, akakataa kuingia ndani. Basi babaye alitoka nje akamsii. Huyu ni mtu, au ni watu wawili wameokoka.
Mmoja amekaa kwa baba yake miaka yote hajamkosea, lakini mwingine alikuwa ameacha wokovu na amerudi kwa wokovu na ameanza kufanikiwa, amefanyiwa sherehe, amefanyiwa kila kitu. Ina maana kwamba ameokoka huyu, ameingia kwenye ndoa, ameingia kwenye biashara. Sasa huyu mkubwa ambaye amekaa kwa baba yake hajamkosea baba yake, akaanza kuuliza, mbona hata saa hii nimetoka kwa shamba ya baba yangu kumfanyia kazi na hakuna siku ambaye amewahi kunichukulia hata dama mmoja angalau nifanye sherehe na nani na marafiki zangu? Mbona hajawahi kunipea pesa ndio nikafanya biashara? Mbona huyu ameokoka leo, na vile ameokoka leo ameanza kufanikiwa? Ndio mambo ambayo yanatokea. Akaanza huyu mkubwa akaanza kuomba baba yake, akaanza kumwambia, maandiko yanasema akakataa kuingia chumbani. Ile neno akakataa kuingia chumbani inamaanisha kwamba number one, akaanza kukataa wokovu, akaanza kuona ni kama wokovu ufai, maana nyumbani ni katika ufalme wa mbinguni. Na namba 2, ile neno akakataa kuingia chumbani inamaanisha kwamba akakubaliana na kile ambacho alifanyiwa huyu kijana mdogo baada ya kuwa amerudi kwa baba yake akawekewa sherehe. Akakataa kukubaliana mafanikio ya huyu kijana mdogo. Ndio inamaanisha sasa kuna watu ambao wameokoka leo hii, lakini wakiona wenzao wameanza kufanikiwa, wameingia kwenye ndoa, wameingia kwenye biashara, wanaanza kukasirika, wanaanza kumkasirikia Mungu. Wanamwambia Mungu, mbona nimekutumikia miaka yote, mimi sijakufanya kosa, sijafanya uasherati, mimi ni binti ambaye ni bikira, mimi ni kijana ambaye nimekuwa nikipiga piano, mimi ni mtumishi wa Mungu ambaye nimekuwa nikihubiri siku zote. Mbona huyu mchungaji amekuja leo tu, na vile amekuja leo tu umempea washirika wengi? Mbona huyu amekuja leo na umempea kazi ya kuwa daktari? Ameombewa tu leo na amepewa kazi. Maandiko yanasema ya kwamba yule kijana wa baba akakasirika. Yule mshirika ambaye anashiriki kanisa moja na huyu mwingine, huyu kijana mwingine mdogo, akamkasirikia huyu mdogo. Sijui kama unanielewa. Baada ya kuona mafanikio yake, akaanza kumlaumu baba yake. Kuna watu leo hii wanamlaumu Mungu kwa yale ambayo yanatokea kwenye maisha yao. Kuna watu ambao wanaomba maombi kwa Mungu kulinganisha na maisha ya watu wengine, maombi ambao mara nyingi Mungu hayajibu. Kuna mtu ambaye alikuwa anaitwa Mfarisayo na mwingine anaitwa mtoza ushuru. Huyu Mfarisayo ama huyu mtoza ushuru, tuseme huyu Mfarisayo alianza kuomba maombi akijilinganisha na huyu mtoza ushuru. Lakini huyu mtoza ushuru aliomba maombi yake akijua yeye ni mwenye dhambi. Ina maana kwamba mwisho wa siku huyu mtoza ushuru maombi yake akakubalika, lakini huyu mwingine Mfarisayo maombi yake yakakataliwa, kwa sababu aliomba akijilinganisha na huyu mtu mwingine. Kwenye maisha yako usiombe maombi ambayo utajilinganisha na mtu mwingine, kwamba haujatendewa hii lakini huyu mwingine ametendewa hii, kwamba haujafanyiwa hiki lakini huyu ameokoka jana amepata gari, ameokoka jana amepata biashara, ameokoka jana amepata ndoa. Haufai kuomba maombi kwa Mungu ukiwa unajilinganisha na mtu mwingine. Mungu ndiye anajua kwa nini anamfanyia huyu hivi na kwa nini haja kufanyia wewe. Mko wawili tofauti, nielewa. Lakini ndio maana maandiko yanasema ya kwamba hata mnaomba lakini mnaomba vibaya, amjibiwi, ampati majibu kwa sababu mnaomba vibaya. Kuna kuomba na kuna kuomba vibaya. Yule kijana alianza kumlaumu Mungu, anamwambia kwamba siku zile nimekaa nawe baba, haujanipea hata ndama mmoja nikafurahi na marafiki zangu. Ina maana kwamba anajaribu kumwambia kwamba siku zote nimekufanyia kazi, haujanifanyia chochote cha maana. Ina maana anajaribu kujilinganisha na huyu kijana mwingine. Kwenye maisha yako omba maombi yako ukijiangalia wewe na usijilinganishe na mwingine, maana Mungu anajua kwa nini amtendee huyu hivi na kwa nini akutendee wewe kwa namna yako. Sijui kama naeleweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kile ambacho baba alimwambia kwamba huyu mtoto wangu alikuwa amekufa, amefufuka, amerudi tena. Sijui kama naeleweka. Sasa Bwana Yesu asifiwe sana. Kile ambacho anajaribu kumwambia huyu kijana mkubwa, anamwambia kwamba siku zote umekuwa nami na vitu vyote hivi ni vyako. Kwa hivyo wakati ule uko na Mungu usiwahi kuomba maombi ukamwonea mwingine, ukamwombea mwingine, ukaona mwingine amebarikiwa kuliko wewe, ukamwonea wivu. Maana vyote ambavyo
ukiwa kwa baba ni vyako.